Kama unaitafuta hiyo phone call ya Uhuru Kenyatta, sitaki nipoteze muda, nataka nikupe nafasi uisikilize, uitazame mwanzo mwisho, kwa sababu amefunguka mambo mengi sana. Najua wiki hii hiyo ndo itakuwa topic. Hebu uisikilize hapa kilichotokea huko Maasaini, alafu ndo tuendelee. Asante sana, asante sana, asante sana. Jamii ya Wakenya wenzangu kutoka sehemu mbalimbali ambazo mmetoka kuja kushirikiana pamoja na viongozi wetu, marafiki wote, hamjambo? Hamjambo tena? Somalia, asanteni sana. Ya kwanza ningependa kuomba msamaha mkubwa sana, kwa sababu siku hii ni siku nimeitarajia kwa muda mrefu, lakini nilikuwa nimeenda safari kidogo, nimerudi jana na nikagojeka kidogo, ikasababisha nisiweze kuwa pamoja nanyi. Lakini nataka kumshukuru ndugu yangu kwa sababu wakati nilimwambia umuhimu wa sherehe hii akakubali ataniwakilisha, na ndio tuweze kuwa pamoja nanyi katika sherehe hii ya muhimu. Ya pili ningependa kuchukua nafasi hii kumshukuru ndugu yangu mdogo Mheshimiwa Ole Kenta kwa kuchaguliwa awe katibu mkuu wa chama chetu cha Jubilee. Ndugu Kenta, tumetembea safari ya siasa kwa muda wa miaka mingi, na naweza kusema bila shaka hata kidogo ya kwamba ndugu yetu ni mtu wa msimamo, ni mtu ambaye haogopi mtu yeyote, ni mtu ambaye atatetea haki za watu na sio tumbo yake. Na ndio tunajua ya kwamba tukiwa na yeye tuko na kiongozi ambaye atapeleka chama chetu katika level nyingine ya siasa. Ama namna gani wenzangu? Umekubaliana na mimi? Umekubaliana na mimi? Pia wakiungana, kwa sababu walichaguliwa pamoja na huyo kifaru ya kazi Mheshimiwa Bwana Matiang'i, ambaye mimi namjua kwa siasa kidogo, lakini kwa kazi hamna mwingine kama yeye. Ikifika mambo ya kazi, ya kuhudumia watu, ya kupambana na ufisadi, mwenye kazi hiyo ni Bwana Matiang'i akiwa pamoja na wenzake. Niseme pia, nichukue nafasi na fursa hii kupongeza wale wote na viongozi wetu wote wa chama cha Jubilee kwa kazi ambayo wametenda, mmoja wao akiwa Mheshimiwa Kioni, ambapo wakati tulikuwa tunasumbuliwa akasimama kidete na akasema chama chetu haiwezi kuuzwa pesa 8. Na nataka niwashukuru wale wote ambao wamesimama miaka hiyo yote. Wenzangu, haswa nyinyi jamii hiyo, nimekuwa kwa siasa, mumeniunga mkono, mumenisikilia. Nimekuwa na viongozi wengi kutoka sehemu mbalimbali za ambao wamefanya kazi na mimi
kwa njia ya uaminifu, na nataka nichukue nafasi hii niwashukuru nyote kwa kuniunga miaka hiyo yote. Niseme furaha yangu ni ya kwamba vile mumeniunga mkono, mimi sasa naunga mkono mtoto wenu achukue pahali tuliwachilia na apeleke chama chetu na nchi yetu mbele, asio kuogopa ama kupitwa na mtu. Tunaelewana wenzangu? Tunaelewana wenzangu? Na mimi ningependa kusema ya kwamba sisi tukiwa taifa la Kenya, sisi ni taifa ambalo tunaheshimu demokrasia. Tunataka demokrasia. Wengi walipoteza maisha na mali wakipigania uhuru wa vyama vingi katika taifa letu la Kenya. Na ni sikitiko kubwa tukiona wengine badala ya kwenda kuuza sera zao na chama zao, kazi yao ni kuja kuingilia mipangilio ya vyama vingine. Kama wanaamini vyama vyao, waende kwa vyama vyao, wafanye kazi kwa vyama. Sisi tuuze sera zetu kama Jubilee bila kusumbuliwa kila wakati na watu ambao hawana msimamo, wanatembea kwa sababu ya tumbo zao. Na tunawaambia hawa, sisi tunajua viongozi wetu hawa ni wakina Kenta, ni wakina Matiang'i na wale wengine. Hawa vinyangalika wengine wapotee, waende wakauze mayai yao kwingine, lakini sio kwa chama chetu cha Jubilee. Mnaniunga mkono hapo wenzangu? Tumeona vile watu wanaendelea kusumbua vyama vingine, wanachama wazijenge, wauze sera kwa njia ya amani. Kazi yao ni kuingilia. Sasa tumeona sio Jubilee peke yake wanaingilia vyama vyote, funga hii. Hiyo hailingani na sera ya vyama vingi. Vyama vingi ni tuheshimiane. Nakumbuka mimi wakati tulikuwa KANU na mzee Moi, tulifanya kazi na mzee Moi na tukapiga campaign ile ya machungwa, na mnajua tulikuwa pamoja na nyinyi, na tukashinda. Na mzee Moi hakutishwa na Kibaki, alikuwa anazunguka na sisi akipiga siasa na kueleza wananchi ni kwa nini hiyo katiba ilikuwa mbaya. Pia wakati Mwenyezi Mungu alichukua wenzetu wa Marsabit, wakina Godana na wale wengine marehemu, mzee Moi aliingiana na sisi kama KANU na tukatembea kila kona ya Marsabit na tuhakikisha ya kwamba tukashinda hiyo viti na KANU tukishindana na hakuna mtu aliuliza. Sasa mimi nikiongea maneno 2-3 naambiwa wewe umeritaya kwenda nyumbani. Kwa nini hawakuambia Moi aritaya aende nyumbani? Mimi kwa ukweli siko kwa active politics, lakini nina haki ya kutetea chama changu. Nina haki ya kusimama na chama changu. Nina haki ya kutetea chama changu. Mimi hakuna kiti yeyote mimi natafuta, lakini mimi ni mwanachama wa Jubilee kwa hali, kwa mali, kwa damu. Ukienda Amerika, wakina Obama bado wanatetea vyama vyao. Kweli ama sio kweli? Kwa nini mimi kila saa waniambie siwezi ongea, siwezi hata enda harusi, siwezi hata enda mazishi ya rafiki, siwezi hata kutembelea mtu, ati ninyamaze kama bubu, na kuna macho naona na nina masikio nasikia? Kila mtu ako na haja na nafasi yake ya kidemokrasia katika katiba yetu kulinda haki yake. Kwa hivyo wenzangu, mimi sitaki niwachokeshe na maneno mingi. Siku ya leo ni siku ya furaha kwa wenzetu ambao mmechukua usukani. Sisi kama viongozi wa zamani tuko nyuma yenu, na ombi langu pekee
kwenu nyinyi kama viongozi wapya ni muungane, msiwe ni watu wa kiburi, msiwe ni watu ya kutisha watu, muwe ni watu wa kutetea haki ya kila Mkenya pahali popote alipo bila kuogopa. Muwe watu wa msimamo, mupigane na ufisadi, na mimi sina shaka mkifanya hivyo na mkiunganisha Wakenya, ushindi ni wenu na Mungu atawabariki katika kazi hiyo. Kwa hivyo wenzangu, yangu ni hayo machache. Mubarikiwe, mulindwe, mukae pamoja kama Wakenya, msikubali kugawanyika katika milengo mbalimbali ya kikabila vile wengine wangependa. Tuungane kama Wakenya, tutetee mambo yetu ya elimu, tutetee mambo yetu ya hospitali, tutetee mambo ambayo Wakenya wanahitaji ndio waweze kuishi kwa njia nzuri. Hiyo ndiyo ombi langu kwenu nyinyi, na nasema Mungu awabariki, Mungu awalinde, Mungu awaongoze, na Mungu aendelee kusaidia chama chetu cha Jubilee, na Mungu aendelee kulinda nchi yetu ya Kenya. Asanteni sana na Mungu awabariki sana. Asante sana kwa hao mengi machache na mawazo mazito sana. Asanteni sana. Thank you very much. Noma sana mtazamaji wangu. And Uhuru bado watu wanamkubali, tusidanganyane. And do you know the reason why hiyo inafanyika? Wakati Uhuru alikuwa anaambia watu kwamba huyu Ruto sikatai, anaweza akawa kiongozi lakini sio sasa hivi, msimuamini. Watu walikuwa na doubt sana. Watu walikuwa na doubt sana. Watu wakamwambia Uhuru, wewe unataka kugeuka, huyu jamaa na amekusupport, Naye Ruto akajituma. Ruto na yeye akaongea mambo yake nini, akafaulu. Sema shida ni performance sasa. Ruto mwenyewe akaanza kufanya vitu vya ajabu ajabu. Mara jenzi wamekufa, mara mataxes zimeongezeka, mara sasa story inabadilika, sio tena mambo ya hustlers, inakuwa vitu vingine tu yani. Watu ndo wanarudi nyuma wanasema kumbe Uhuru Kenyatta alikuwa anatuambia ukweli, huyu jamaa hapana. Sasa any day any time Uhuru anaongea, watu wanakuwa wana vibe sana, wanampenda, wanamkubali. So shida tu ni Ruto mwenyewe ndo alijiletea. Sidhani kama kuna mtu mwingine alimletea shida, mtazamaji wangu. Sema kama angeperform vizuri, watu wangekuwa wanamuona Uhuru kama wewe ulikuwa unatuambia nini? Huyu kumbe mtu mzuri, unaona namna ambavyo amechapa kazi hapa. Lakini sasa jamaa mwenyewe si alisema Ruto hapana, lakini Ruto wakati aliingia watu wakafariki, wakauawa, sio ma taxes nyingi, sio ma housing hizi hapa watu wanaibiwa. Anyway, before niendelee, nina taarifa hapa ambayo naomba ufikie Team Double Updates, alafu ndo tuendelee. Kwanza niseme asante kwa Team Double Updates na kila mtu ambaye tunaendelea kusafiri naye kwenye safari hii ya kuwashika mikono na kuwasaidia hawa watoto. Mungu awabariki sana ndugu zangu. Kwa niaba ya mgeni au wageni na pengine ambaye angetaka kuungana na sisi kwenye kuwasaidia, kwa ufupi kabisa, wacha niwape story yao. So hapa Double Updates each and every month huwa tunashirikiana, tunashikana mikono, tunachanga kidogo kidogo, 10, 20, 50, 100, hivyo kuendelea. Na kidogo chetu ambacho huwa tunapata, huwa tunaenda nayo mtaani kuwasaidia watoto yatima na walemavu. Sasa hawa mnaona wanatoka Kawangware, Nairobi. Wana ugonjwa ambao unajulikana kama cerebral palsy. Wazazi ambao wana watoto kama hawa wanaelewa. Na sasa hivi wamekuwa kama watoto wetu. And it's been 2 years, na baada ya kila miezi mitatu kwa wanaofuatilia watagundua huwa tunawafanyia shopping. And hapa ndo kuna vyakula, tunawashughulikia mambo ya stima na vitu vidogo vidogo. Bila kusahau huyu mama by the way anaitwa Lilian ndo amekuwa kama mzazi wao, anawalisha, anawasomesha kila siku na kila kitu anafanya, unajue. Kitu ambacho kwa upande wangu mimi ilinivutia sana. Nikapenda kazi ambayo anafanya and nikaamua, nikasema there is no problem. Hatufanyi dhambi, sifanyi dhambi kwenye kushirikiana naye kuwalinda watoto kama hawa ambao sometimes inakuwa vigumu sana ndugu zangu. So kwa mwezi huu hapa naomba kwa unyenyekevu kabisa, kitu cha kwanza tumtafutie hata kama ni msaidizi mmoja, msaidie
kuwalinda watoto hao. Lakini pia kama wewe ni mtu ambaye unaweza kuwa na manguo size yao, hasa sweta nyakati hizi hapa za baridi au nyakati huu hapa wa baridi, tafadhali nipigie, naweza nikakujia vitu kama socks, blanketi, vitu vya kutandika, vitu vya kufunika na vitu kama hivyo. Tunaomba kama maybe mtu anaweza kawa na fridge yake fulani anataka ku upgrade na maybe hiyo anataka kupeana, inaweza ikawasaidia sana. Hiyo niligundua inaweza ikawasaidia kwenye upande wa kuweka fruits na maybe vyakula vikibaki. Ukiachana vitu kama hivyo, tunahitaji kabisa mafuta ya kupika, tunahitaji unga wa ugali, unga wa uji, mchele, asali, kwa sababu hawatumii sukari. Tuwalipie kama stima, tuwanunulie gas ile ya kg 13, ile ndio inaweza ikakaa kwa muda fulani. Kuna tissue tunahitaji, wipes tunahitaji, sanitary pads. Wengine washafika umri bwana 13, 14, any day anytime unaweza kukutana na damu, so sanitary pads muhimu sana, pampers, maziwa, sabuni, cereals, hapo kuna yellow beans, Weetabix, vitu kama hivyo, mafuta ya kupaka, hand wash, sanitizer. Na siku moja tukifanikiwa bwana, tunaweza tukawajengea, kwa sababu nyumba yao usione tu hivyo hivyo imechorwa, ndio ndo mvuto na nini, lakini ni boards tu zimeunganishwa, ni mambao tu, and siku za usoni bwana tutafanikiwa. So mimi nataka tufanye hivi, kwa mtu yeyote ambaye ameguswa na anaweza akatamani maybe kuchangia, najua hali sio nzuri vile, lakini nataka tufanye challenge ya only 20 bob kwa siku 7. Yani wewe kama unaweza ukaipata hiyo 20, nataka tufanye challenge ya 20 bob kwa siku 7, tujipe kama 1 week. Target yangu mimi ni watu 10,000, kwa sababu hapa bwana sometimes tunafika hata views 20,000. Jamani, watu 10,000 kama ukitoa 20 na wengine tutoa 20, then tutafanikiwa kupata kama around 200,000, na 200,000, trust me, hivyo vitu ambavyo nimevitaja bwana tunaweza tukavinunua na ikawashikilia kwa muda mzuri sana. Mimi naweza nikasema hivyo. So lakini kuna option nyingine kwa wale ambao sasa wanaweza kununua, sio lazima utume pesa. Kama una uwezo wa kununua chochote kwa hivyo vitu vyote ambavyo mimi nimevitaja, yani itakuwa best kabisa. Wewe nipigie tu simu niambie Double Jane na sweater hapa, Double Jane na unga moja, Double Jane na mafuta ya kupika hata kama ni hiyo ndogo, Double Jane na tissue. Mimi Double Jane mimi nimenunua sanitary pads, mimi nimenunua maybe pampers, nimenunua sabuni, nimenunua maziwa. Nipigie simu niambie Double Jane kwa sehemu fulani, njoo ukachukue. Haraka kabisa mimi nitakujia, and hawa watoto bwana watapata usaidizi. Nawashukuru sana. Hakuna mtu ambaye analazimishwa hapa, ni kujitolea tu, na mtu yote ambaye anahisi anaweza akachangia kitu 20, but chochote ambacho unaweza kupata it's fine, lakini nataka tufanye challenge ndo tusafiri na kila mtu bwana, wengine wasihisi kama wanaachwa nyuma. Kwa hiyo tunafanya challenge ya 20, tunajipea siku 7. Target yangu ni watu 10,000. Hii 10,000 tunaweza tukafanikiwa kupata 200,000, 200,000, ambayo inaweza ikatusaidia tukanunua hivyo vitu vyote hivyo ambavyo nimekutajia, ma fridge ndogo hiyo nini, nguo, socks, mablanketi, vitu hivyo vyote ambavyo nimevitaja mtazamaji wangu, then mimi naamini everything is gonna be all right. But again, nataka kushukuru wote ambao tumekuwa tukifanya hii kazi. Tuendeleeni hivyo hivyo, kwa sababu mimi naamini hatufanyi dhambi. Asanteni. So Team Double Updates najua wanawatch video, si ndio? Great. Unawaambia nini kwa safari hii tumekuwa? Very good. Now, I first of all say a very, very big thank you. Because for where we are today, when you are here in December, Yes. you give us a lot to take home and for the upkeep of these children. Yes. In December, we had a break of 2 weeks and we were able to feed the children with a package of food through Brian, Yes. whereby those 2 weeks they stayed at home, they didn't struggle. Because mtoto hajui kama uchumi ni baya. Mtoto anajua tu apate the basic needs. So from December here we have been a very good smooth time. We didn't struggle with food, but now our store is empty. Yes. And when it is empty, where do we go back? We go back to you through Brian, so that we can make the love of these children. At least we'll live a better life or a normal life like any other child who is able to get the basic needs. Yes. Because the era we are today with our economy, it's only to get the basic needs of the day. All right. Lakini pia
Rigathi Gachagua amekuwa Kitengela huko na amegusia video clip ambayo William Ruto anaonekana akizungumzia swala la sufuria, na anasema waliokuwa wanamsumbua sasa hivi hawapo siku hizi, wale ambao walikuwa wanavaa sufuria hawapo, yani hawapo tena. Sio kama tunaelewana. And ni kauli ambayo nimeona reactions zinaendelea kwa nyingi sana, na imechukuliwa kama kumcheka ama kuwacheka wafuasi wa Raila Odinga, kwa sababu ni Raila ndo hayupo. And hakunaga kitu ambacho kinawauma kama Raila kukosekana. And Raila ndo alikuwa anaongoza maandamano hii hapa ya sufuria ambao William Ruto anazungumzia. So wakati Ruto alizungumza maneno haya, kiukweli wafuasi wa marehemu mzee hawakuipokea vizuri, and ikaleta shida kubwa sana, mtazamaji wangu. Kwa watu ambao hawajaiona hiyo clip, ndo hii hapa, alafu ndo upate reaction ya Rigathi Gachagua, kwa sababu nimeiona watu wanaizungumzia. Mbona huyu Ruto, mbona anazungumzia hizi stories za hawapo tena watu wa sufuria na vitu kama hivyo? Yaani anatukumbusha vitu ambavyo hatutaki kukumbuka. Sasa hawa ni watu wa ODM ambao ni wafuasi kabisa. So hebu kwanza sikiliza taarifa yenyewe ilivyokuwa, alafu majibu ya Rigathi, then tuizungumzie. Wale watu walikuwa wananihangaisha hapa kwa barabara na masufuria walienda nyumbani. Ama mmewaona kwa barabara hapa na sufuria tena? Si walienda nyumbani? Si ndio? So stop pitting communities against each other. Na hii mtu hana adabu. Jana ametukana Raila Odinga. Ameambia Wakikuyu, ile watu walikuwa wananisumbua hapa na masufuria, si nilisafirisha hawa. Nani alikuwa na sufuria? Si ni Raila. Sasa huyu mtu anachukua watu ufala. Pale anaambia Wajaluo, mimi napenda nyinyi, mimi ni mtu ya baba, nitafuata mambo ya baba. Amefika pale mlimani, anasema ile watu walikuwa wananisumbua mimi na masufuria kwa kichwa, nimesafirisha hawa. Na ni kweli amesafirisha, kwa sababu Raila ako Zayuni. Ako Zayuni, hayuko Zayuni? Nani amesafirisha yeye? Nani amesafirisha yeye? Hata kama umesafirisha Raila, mbona unajigamba kwa Wakikuyu ati vile ulisafirisha Raila? Mbona unatukana Wajaluo ukija Kikuyuni? You think people are foolish. You are playing communities against each other. Ukienda kwa Wajaluo unatukana Wakikuyu, ukifika kwa Wakikuyu unatukana Wajaluo, na unafikiria watu ni wajinga. Your time is up. Wakenya wamekujua, na mimi ninakujua zaidi. And I want to tell Wajaluo, mimi niliambia nyinyi huyu William Ruto atamaliza ODM. Imekwisha, haijaisha. And I told you, mkanipigia kelele. Mkanipigia kelele. I told you. So watu wangu wa Kajiado, mambo ya William Ruto tuachane naye. That is a closed chapter. And by the way, I don't want to brag, but I want to tell William Ruto, you don't know any politics. You know nothing. I'll teach you politics next year. Yes, ndio? Wewe ni mtu umesoma mambo ya matawi. Unafikiria unajua mambo mingi sana. Your strength was conmanship and deception. Kenyans have now exposed you as somebody who is deceptive and a conman. You have no other quality ya kudanganya wa Kenya. Mimi nitaungana na Wakenya wenzangu, Stephen Kalonzo Musyoka, Dr. Fred Matiang'i, Eugene Wamalwa, George Natembea, Martha Karua, Justin Muturi, Cleophas Malala, Senator Ole Seki, Mohamed Ali, another Kenyans of goodwill, Edwin Sifuna, Babu Owino, and together we shall liberate our country. We have no other country. Today as we speak, 3 weeks ago, Kasongo alisema watu washikwe. Mkubwa ya pipeline, mkubwa ya EPRA, na PS ya petroleum. Makosa yao, wameleta mafuta substandard, ambaye walilete mafuta hiko na sulfur 40 milligrams per kilogram. Akasema wameleta mafuta substandard. Alright, sasa
William naye anatakiwa kujua anaongea wapi na anachokizungumza itapokelewa vipi, kwa sababu kitu kama hicho, unajua kitu kama hii Rigathi angeizungumza, kina Wanga wangekuwa washareact kwa huyo anachekelea si nani huyo, amefurahia na nini. Kuna siku hapa Rigathi ashakutumia lugha fulani kwamba Mungu ni nani, Raila hayupo, sio kama tunaelewana. Huyo anacheka, anafurahia kifo cha mzee nini. Linda Ground ilibust sana, yani ilionekana kama kucheka watu wa ODM na vitu kama. So alichokisema William, of course kwa mtu ambaye anaiangalia, there is no way atatuambia alikuwa anazungumzia mtu mwingine tofauti kama sio mzee. Afu unajua mzee alishatangulia, alishafariki. Moja kati ya vitu ambavyo waga vinaumiza sana watu wa ODM ni mzee kufariki. So yeye anapoongea mambo kama hayo, moja kwa moja mtu ana connect dots, anaona kabisa kumbe unatuchekelea. So sisi tuliacha maandamano na ukasafirisha mzee, hii story ikaisha. So unaona kabisa wewe uongee unavyoongea na mambo kama hayo. So I think Ruto anatakiwa tu kuwa makini na maneno yake. Anaongea vipi, saa ngapi na nini na mambo kama hayo, then everything will be okay. But kama akizidi kufanya hivyo vitu ambavyo anaendelea kufanya, then mambo yanaweza akawa ni ngumu sana kwa upande wake. Lakini pia nimemsikiliza hapo Matiang'i ambaye sasa hivi ndo amereplace Uhuru Kenyatta kama party leader. I think Uhuru amebaki tu kama mzee pale, yani mwenye chama ambaye pia ndo mwanzilishi wa chama na nini vitu kama hivyo, na support yake ni muhimu sana pia kwa wana Jubilee, na alikuwa na haya kuzungumza. Wakati umefika saa hii, wakati mimi nafikiria kwa nini ninatafuta uongozi wa nchi hii, Narok is one of those reasons. Hii county imeporwa na wakubwa wa serikali, wanachukua mashamba, licenses zingine zinatolewa pande ile za mining. Sidhani kama wananchi wa Narok hapa, hata viongozi wa county assembly wanaelewa ni kitu gani kinaendelea huko. Tuko tayari sisi kama viongozi wa Jubilee kuunda serikali ambayo inaangazia maslahi ya wananchi, that is responsible. Na kwa sababu tumekuwa hapo mbeleni, sisi kati ya vyama vyote ambao vinaongea mambo ya uongozi, sisi tu ndio tumeongoza nchi hii. Jubilee is the only party that has been in government. Kwa hivyo we know what we are talking about. Kupitia kwa rais wetu, sisi ndio tulileta mpango wa Linda Mama, free primary and free day secondary education, ililetwa na Jubilee. Infrastructure development ile ilikuwa inafanywa na Jubilee, na mambo mengi hayo ndio sisi tunaomba nafasi, majaliwa ya Mwenyezi Mungu, tupate nafasi kuyarudia na tuendelee mbele kuongoza nchi yetu. Ninawashukuru nyinyi wote na ninawaomba viongozi wale mmekuja, mnagombea uchaguzi kutoka mashinani kule kwingine kote, wajumbe wa bunge tafadhali. Sasa turudi mashinani, tupige kampeni kamili mashinani kuongea na wananchi wetu wa Kenya, kwa sababu this is a game of numbers. Tutafute kura pale chini kwa wananchi wote, ili 2027 isiwe ni mambo tunatema tu story, lakini iwe ni mambo ambayo sisi tunajua tutatekeleza yale tunasema tutatekeleza. Tunatembea nchi hii na tunatembea na wale wengine. Na ni kweli, niseme mimi hata hapa mwenyewe, tutaomba Mungu atusaidie na nyinyi mtuombee, tushikane kabisa, tuwe pamoja katika safari hii, tupate nafasi ya kuunga serikali ambayo itajali maslahi ya wananchi na serikali ambayo itarejesha usalama kamili katika nchi yetu hii ya Kenya. Nimalizie kwa kusema hivi, ni kweli na mambo mengi haya Mheshimiwa Natembeya alisema wakati tulikuwa tunafanya kazi hapa Narok. Tulisukuma sana, wengine walikuwa wanatusukuma ndio wale wako kwa serikali sasa, kumbe walikuwa wanatusukuma kwa sababu walikuwa wanataka nafasi ya kuja kupora pande hii. Mimi nawahakikishia tukipata nafasi hii wananchi wa Narok tutabadilisha maneno haya. We will cancel some of these silly things that are being done in this county for the benefit of our people. Na hii kazi inataka watu ambao wako na ujasiri. And we have the requisite courage to face the challenges that we have to face to deal with this situation. Tutapata nafasi tena, Mungu akitujalia, tupate kuongea na kupanga kazi yetu hapa Narok,
na Kajiado na kwingine kote, tushirikiane tupate serikali mpya kukifika 2027. Kwa haya machache, ningependa sasa kumkaribisha kiongozi wetu wa chama. Sawa sawa, na kama kuna replacement nzuri ambayo ishai kutokea ni hii hapa ya Matiang'i kuchukua nafasi ya Uhuru Kenyatta. Ni replacement moja nzuri sana, mimi naweza nikasema hivyo kwa sababu Matiang'i ni miongoni mwa watu ambao watu walishawakubali kwamba kutokana na kazi zake hizo ambazo alifanya akiwa kwenye serikali ya Uhuru Kenyatta, ndio hawezi kuwa msafi hivyo 100%, lakini uhakika ambao ninayo, hata na wewe ukiangalia kwa umakini kabisa utagundua ilikuwa ni kitu kizuri sana, yani kwa sababu sasa nani angekuwa party leader wa Jubilee? At some point ilionekana kama inaishaisha, but again baada ya Matiang'i kuja, najua atatengeneza talking about 2027 na namna ambavyo watu watapiga kura, mimi na uhakika atakuwa part Matiang'i atakuwa part ya watu ambao watakuwa wanaiongoza hiyo vita au mbio ya mwaka 2027. But again wakipata nafasi inaweza ikawa ni vizuri sana. Natamani kuona Matiang'i ambaye ana access ya kila sehemu, kwa sababu kipindi kile ni interior tu nini, kuna sehemu hawezi kufika, but kama wakipata nafasi inaweza ikawa ni kitu kizuri sana, mtazamaji wangu. So sina mambo mengine ya kuongezea, but kuna speech fulani hapa ya William Ruto ambao watu wameikataa sana huko Vihiga, and as usual people are always telling him that these promises are too much. You guy, there is no way you'll be promising each and every day, then hizi pesa zinatoka wapi? And yesterday watu ambao wanafuatilia double updates niliwekea hapa video ya Okiya Mtata was talking about Ruto going round each and every day, but again whatever he is using haipo hata tena kwenye budget. Kwani yeye hii pesa anatoa wapi? Sio kama tunaelewana. And hii hapa inatumika kisiasa sana, kwa sababu yeye ana hela ambayo anaweza akapeleka sehemu, bora tu mnaelewana, ndo anaweza akaleta pesa na vitu kama hizo, kuliko kuweka hii pesa sehemu ambayo inatakikana na ifanye kazi namna ambavyo inatakikana. Sio kama tunaelewana. So yeah, the promises ni nyingi sana. Yani ukimsikiliza vizuri anakuwa sio niseme ni nini, yani sio ni pressure ama ni nini. And at some point huwa na feel ni kama Ruto ana pressure, and each and every anataka kuprove kwamba I'm working, and hii nitaweka hapa, nimetoa pesa nitaweka hapa. Maybe kwa upande wake nadhani by kufanya hivyo watu wanachukulia kumbe ni mtu mzuri, kumbe ni mtu ambaye anaweza kufanyia vitu na nini na mambo kama hayo. So his speech unaweza ukaipata, alafu ndio tumalizie. Establishing a critical link to the Malaba-Kampala line. Along this corridor, from Mombasa to Malaba, we will establish the development of industrial parks, logistics hubs, and commercial centers. And let me speak while I am here in Vihiga, that your request that we have a modern transport station here in Vihiga, right here in Luanda, is already in the construction stage, and we have the plan for it. We are going to commit 250 million to do a modern railway station in Luanda, and we are going to add a transport logistics hub right there in Luanda. We will do the same in Nyamira, as I announced, because this railway is not just a transport corridor. It is an economic raising hub. The expansion of the Rironi-Mau Summit Road, which will ultimately extend to Malaba border, together with the onward extension of the SGR to Malaba, represents a new generation of futures shaping infrastructure. These are not just transport projects. They are strategic national investments designed to unlock the full economic potential of our regions and connect Kenya more deeply to the East African corridor. Na wacha niseme, ndugu zangu, watu wa hapa Vihiga na Western Kenya,
mradi wa SGR, mradi wa barabara ya kutoka Nairobi mpaka Malaba. Mumesikia awamu ya kwanza itafika Mau Summit. Nataka niwaeleze ya kwamba kufikia mwisho wa mwaka huu pia tutakuwa tumeanza kandarasi ya kutoa hiyo barabara kutoka Mau Summit, iteremuke ikuje Eldoret, ikuje hapa Kakamega, iteremuke mpaka ifike Malaba. Njia nyingine itapitia Kericho iende Kisumu. Mimi nimesikia viongozi wengine wakisema ya kwamba hizi barabara infrastructure hazina maana. Mimi nashangaa sana. Wale wanatuambia hizi barabara hazina maana ni watu wanaishi na sisi hapa. Wakati barabara na reli zilikuwa zinajengwa siende mahali kwengine, hawakuzungumza. Leo wanatuambia hizi barabara hazina maana, reli hazina maana. Sijui wanataka kitu gani ni ya maana kwao. Ndio mimi nasema kuna watu wako na upungufu ya akili. Let me tell you, good people, this infrastructure we are building, their greatest impact will be felt in the lives of ordinary Kenyans. These projects will generate jobs, stimulate enterprise, and attract investment along the corridor, ranging from logistics and manufacturing to trade and services. They will create new centers of growth, expand incomes, and lay the foundation for shared prosperity. Fellow citizens, another key pillar of our transformation and transformative infrastructure agenda is housing. Through the Affordable Housing Program, we are not simply building homes. We are reshaping the face of urban development across our nation and turning the dream of home ownership into a living reality for thousands of Kenyan workers. Today, more than 273,000 affordable housing units are under construction across the country, and over 9,000 have already been completed, and we are handing over to deserving families. I was right here in Vihiga a month ago to hand over the first 200 units of completed housing units right here in Vihiga. Let me repeat, here in Vihiga County, for example, 6 affordable housing projects are underway, some of them being procured. We are going to deliver 3,720 housing units, an investment of 7.5 billion shillings as phase 1. At the same time, student accommodation projects, both ongoing and in the pipeline, will provide 4,540 bed spaces, backed by a further investment of 1.9 billion shillings right here in Vihiga. Meanwhile, as was said by our good governor, 10 markets are under construction. With another 6 more markets, Governor, we have another 6 more markets that we are procuring so that we will end up with 16 markets right here in Vihiga County. This will deliver 3,470 market stalls currently under construction, an additional 600 in the pipeline, supported by an investment of 1.5 billion for ongoing works and 475 million shillings for planned and procured works. Taken together, the government's cumulative investment in Vihiga in housing and market infrastructure alone now exceeds 15 billion Kenya shillings. This scale of investment and opportunity is unfolding in each of our 47 counties. Never in the history of our nation has every corner of Kenya witnessed such breadth and depth of development. Critically, this progress is being driven not by unsustainable borrowing,
but by the resources generated through the hard work, enterprise, and sacrifice of patriotic Kenyan workers. That is why, ladies and gentlemen, I salute you, all the Kenyan workers. It is your effort, your productivity, and your belief in this country that is financing and delivering this transformation. And on this Labor Day, I say thank you to every Kenyan worker for not only believing in our country, but for actively building it, sustaining it, and shaping its future. But beyond the walls we raise and the roof... Sawa, inabidi ni sign out mtazamaji wangu. Kama kuna kitu kingine ambacho sijazungumzia unaweza ukaniambia hapa chini kwenye sehemu ya comments, and mimi nitaifuatilia, nitaichambua vizuri kabisa na utapata details za kutosha. Kindly like the video na make sure pia una subscribe kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa nyingi na pia kila wakati. Bye bye.